Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amepotosha kwa kutumia picha za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kudai ni mauaji ya kimbari ya wazungu huko Afrika ya Kusini. Rais wa Marekani Bwana Trump alionyesha picha iliyochukuliwa katika video ya shirika la habari la Reuters katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuiwasilisha kama ushahidi wa mauaji ya halaiki ya wazungu wa Afrika ya Kusini. Hawa wote ni wakulima wa kizungu ambao wanazikwa, Trump alisema siku ya Jumatano, akionyesha picha hiyo wakati wa mkutano katika ikulu ya Marekani na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Picha hiyo ilitokana na video iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters mnamo Februari 3 mwaka 2025, ikionyesha wafanyakazi wa kibinadamu wakinyanyua mifuko yenye miili katika mji wa Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Picha hiyo ilitolewa kutoka katika video ya shirika la habari la Reuters. Ilipigwa kufuatia mapigano makali na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Picha hiyo ilioneshwa na Trump, ilichapishwa na American Thinker, jarida la kihafidhina la mtandaoni, likionyesha mgogoro na mivutano ya kirangi Afrika ya Kusini na Kongo. Ikulu ya White House haikujibu maswali ya Reuters kuhusu picha hiyo. Andrew Whitberg, mhariri mkuu wa American Thinker na mwandishi wa picha husika, aliandika akijibu swali la Reuters kwamba Trump amenielewa vibaya juu ya picha hiyo na kwamba picha hiyo wala haikuhusiana na Afrika ya Kusini. Akizungumza katika siku ya Jumatano katika kikao chenye mvutano na Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika ya Kusini, Donald Trump wa Marekani alichukua hatua ya kushangaza kwa kumuonyesha video kiongozi mmoja wa mrengo wa kulia wa Afrika Kusini aliyetoa wito wa kuuawa wakulima weupe ni kuthibitisha madai yake kuhusu kile kinachodaiwa kuwa mauaji ya kimbari dhidi ya wazungu wa nchi hiyo, jambo ambalo halikuwa na uhalisia kutokana na picha alizoonyesha. Katika hatua iliyopangwa awali huko White House, Trump alionyesha video hiyo kwa lengo la kudhalilisha na kumfanya Ramaphosa kuwa mlengwa wa mashambulizi yake ya maneno mbele ya kamera za televisheni, akimkosoa vikali na kudai kuwa Afrika ya Kusini ilikuwa inaendesha mauaji ya umati na kuwanyang'anya wazungu ardhi zao. Kwa maneno hayo ya kejeli na tuhuma zisizo za msingi, Trump alijaribu kuthibitisha madai ya uongo kuwa watu weupe hawalindwi vya kutosha na kuwa wananyimwa haki zao za kimsingi nchini Afrika ya Kusini. Tuhuma hizo dhidi ya Afrika ya Kusini ni jambo la kawaida kabisa katika utawala wa siasa kali za mrengo wa kulia nchini Marekani. Lakini kimsingi ni kwamba Donald Trump alimwonea rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa. Hata hivyo, katika ajenda kuu ya kikao hicho ilikuwa ni kuboresha mahusiano yenye mvutano kati ya Marekani na Afrika ya Kusini na kujadili njia za kuimarisha uwekezaji, ushuru wa forodha na biashara ya malighafi. Uhusiano wa nchi hizi ulianza kuingia dosari baada ya utawala wa Trump kuweka ushuru, kuituhumu serikali ya Afrika ya Kusini kwa mauaji ya halaiki ya wazungu na kupendekeza kuwapa makazi wa Afrikana ambao ni wa Afrika Kusini wenye asili ya Uholanzi nchini Marekani. Baada ya kikao hicho, wengi walilinganisha hali hiyo na ile ya mvutano na ugomvi uliojitokeza kati ya Rais Donald Trump na Volodymyr Zelensky wa Ukraine na kuichukulia kuwa ni mbinu anayotumia Trump kwa ajili ya kuwashinikiza viongozi wa nchi dhaifu. Hata hivyo, mvutano uliozuka katika kikao cha Trump na Ramaphosa ulikuwa tofauti kabisa na kiasi fulani na ule wa Februari wa Zelensky katika ikulu ya White House. Inaonekana licha ya kuwa rais wa Afrika ya Kusini hakutarajia pambano hilo la kisiasa, lakini alikuwa tayari kukabiliana nalo kwa namna fulani. Katika kikao hicho alijaribu kukanusha madai ya Trump bila kukasirika, na wakati huo huo akikwepa ukosoaji wa moja kwa moja au makabiliano na Trump. Na hata hivyo alimwambia kwa kejeli kwamba samahani, sina ndege ya kukupa kama zawadi. Matamshi haya ya Ramaphosa yaliashiria hatua ya hivi karibuni ya serikali ya Qatar ya kumtunuku Trump ndege ambayo inatarajiwa kuwa ndege maalum ya rais wa Marekani, Air Force One, katika siku zijazo. Hata hivyo, wazungu nchini Marekani waliona kwamba kauli aliyoitumia ni kama vile ameonyesha kumdharau rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akishinikiza kwamba serikali ya Cyril Ramaphosa imehusika na mauaji ya wazungu huko Afrika ya Kusini. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.